sura 3:21 utaanza hapo hadi 5. Na kufika Bethfage katika mlima wa Mzeituni, Yesu alituma wanafunzi wawili akawaambia, kwendeni katika kijiji kilicho mbele yenu, na mara moja mtamkuta punda amefungwa na mwana punda pamoja naye, muwafungue na kuwaleta kwangu, na kama mtu akiwaambia ninyi neno, semeni Bwana anawahitaji, na mara moja atawatuma. Maneno haya yamekuwa hata litimie neno lililosemwa na nabii akisema, mwambie binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye anapanda punda na mwanapanda mtoto wa punda. Amen. Neno ambalo tunataka kulisema linasema ya kwamba aseme kubali kufunguliwa. Amen, amen. Zaidi ya Roho Mtakatifu. Hapa tunataka kuangalia habari ya Yesu Kristo wakati ya kuzaliwa. Wakati Yesu alipotarajiwa kuzaliwa, ilifikia ya kwamba wana wa Israeli watapata mfalme. Na wakati ilipofikia ile wakati, Herode naye alikuwa na ile ujumbe ya kujua kwamba kutazaliwa nani? Mfalme ambaye ataokoa wana wa Israeli. Kwa sababu ukiangalia Israeli ilikuwa ni wakati walikuwa kwenye utumwa wa Waroma. Waroma walikuwa wanawatawala, lakini sasa ilifikia wakajua kwamba unabii ulitolewa kwamba watapata msaidizi ambaye atawaokoa na kutoka katika utumwa. Na wakati ilipofikia, unaweza wazia kwamba walikuwa tu kwenye utumwa wa wana wa Roma, lakini haikukuwa kwenye utumwa tu wa wana wa Roma, lakini ilikuwa na utumwa wa dhambi. Kulikuwa na utumwa wa laana. Amen. Katika maisha yako unaweza jua ya kwamba unatembea vizuri, lakini kumbe kuna laana ambayo iko mbele yako. Amen. Unatembea tu bila kujua. Kama yule ambaye anaweza kutufungulia ama kutuonyesha neno ni Roho Mtakatifu tu, ndiye ambaye anaweza kutufundisha, na yeye ndiye ambaye anaweza kutuweka huru. Kwa maana mtu ambaye anayempokea Roho Mtakatifu ni mtu mwenye kwa tofauti. Najua leo tuko kwenye maandalizi ya kupokea Roho Mtakatifu, na kama tuko kwenye maandalizi ya kupokea Roho Mtakatifu, kubali kufunguliwa. Amen. Kubali kufunguliwa. Tunataka kuangalia ni kitu gani. Yesu wakati alikuwa anaanza kufanya kazi zake, alimwona Petro akamchukua, akajua kwamba huyu mwenye mimi nafuata ni mfalme. Kwa sababu wana wa Israeli walijua ya kwamba watapata mfalme, na wakati walipojua hilo, Petro walipomuona aliona ya kwamba nimeona mfalme tayari. Amen. Ameona nani? Ameona mfalme. Na wakati alipomuona mfalme, akaenda kumuona ndugu yake Simeoni. Alikuwa anatoza ushuru, lakini akamwambia Bwana, kuja twende. Na wakati alimwambia kuja twende, yeye hakujua kwenye anaenda. Alienda mvuta yenyewe juu, akamwambia wewe kuja kwanza huku, kwa maana wewe, mimi nitakuwa ministry wa defense na Yuda atakuwa ministry wa finance, na wewe utakuwa kwenye Mungu atakutia. Amen. Kwa hiyo twende. Wakamfuata Yesu Kristo. Na wakati walipokuwa wakiendea, tajiri mmoja
akauliza Yesu aseme, naweza fanya nini ili na mimi nikufuate? Yesu akamwambia aseme, kusema wewe unifuate, kamata kwanza mali yako yote uipatie masikini. Amen. Hapa tuko naangalia nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Mtu mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu anapaswa kuwa namna gani? Aseme, kamata kwanza mali yako ipatie masikini wote. Na wakati aliposikia ile neno akasema, mali yangu nipatie tu masikini kwa mwezi pekee. Ni vitu ambavyo haviwezekani. Aseme, wakati alisikia ile neno, kukakuwa mtumishi mwingine akamwambia mwanafunzi wake, akamwambia aseme, hii ufalme ya huyu Bwana haiko ufalme hii. Ya kwanza sema tukamate mali yetu tupatie kwanza wa masikini. Huyu Bwana yuko sawa? Sio kweli. Amen. Sasa wakamuuliza Yesu, na sisi ambao tunakufuata tutapata nini? Yesu aliwaambia nini? Mtapata 100 hapa na ufalme wa milele. Amen. Aseme, wewe ambaye unamfuata Yesu Kristo utapata 100 hapa na ufalme wa milele hapa chini ya jua. Dalili za kwanza ama dalili ya kwanza ya mtu ambaye Roho Mtakatifu anakaa ndani yake ama iko ndani ya maisha ya Kristo ni mwenye upendo. Kama Roho iko ndani yako, lazima uwe na upendo na mwingine, kwa sababu ukikuwa na upendo na mtu mwingine hautamwazia mabaya, hautamfitinia, hautataka adharauliwe. Amen. Kwa sababu uko na roho ya upendo. Dalili ya pili ni mtu mwenye amani. Amen. Kama maisha yako yakuwaka na amani, yani roho yako ndani yako, kila siku ndio ni hasira. Amen. Mchungaji akisema neno kidogo unaanza kuwaka. Kiongozi wa kwaya anasema neno kidogo unaanza kutomboka. Amen. Amani ndani yako. Wewe saa yote uko ashiti. Unakosa utulie, hatujui kama iko hapa kumoto wala kama iko hapa kubaridi, hatujui mahali ambapo iko. Tutamtafutia wapi? Amen. Ana amani ndani yake. Na ndio maana tukiangalia nchi yetu ya Kongo hakuna amani, ndio maana tunahangaika. Amen. Yaani kama hakuna amani, mtu anahangaika. Mtu anakusapa kuikaa kwa sababu hana imani. Amani yake hakuna. Na ndio maana mtumishi wa Mungu tuona wa Kristo wanatangatanga. Leo wako hapa, kesho wako kule. Jua kwamba ule yapokea Roho Mtakatifu ndani yake. Alianza na EPBA, anaenda maliza na mizima. Amen. Au yapokea Roho Mtakatifu. Kitu kingine ya tatu ni mtu ambaye ukiangalia dalili ya mtu mwenye kuna Roho Mtakatifu anapaswa kuwa na furaha ndani yake. Haupaswi kuwa mwenye kwenye manyongo kila siku. Wewe njoo kila siku asubuhi na mchana kama mkono kulichafu. Amen. Utaanza asubuhi na ukiangalia wa mama kama unapenda wachue. Unaona anapitana kamata ukasonga yake anaenda pale nje. Anaika. Amen. Ni uzuri sana. Ile nataka kuonesha kwamba ujue kwamba furaha yako wewe mama inasaidia baba kuendelea vizuri. Na furaha yako inapatia baba heshima. Juu mwenye atakuona atasema iko sawa. Baba hakuweza kumwendelea leo. Amen. Iko sawa leo balidumana kidogo. Uko unaona Mkristo anashindwa kuonesha furaha.
na wanatuambia wakati wowote, hata tukiwa kwenye matatizo tufurahi. Amen. Ndio wakafanya nini? Yule baba alimwona mtumishi wa Mungu akamwambia, baba pasteri, niombee na mimi niangalie kama Roho atanishikia. Wakati alipomwombea, kumbe huyu mtu kuna kitu ambacho kilikuwa kinamfunga. Kuna kamba ambayo ilikuwa inamfunga kila mahali ambapo ataenda asifike mbali. Amen. Sasa wakati alikuwa akitembea vile, wakati mtumishi wa Mungu ashamwombea, anamwombea kama inafunguka. Baada ya wiki mbili, Bwana anapata kazi Mwasiri, anakuwa daktari, anakuwa mtu mwenye anahusika na restauration Mwasiri. Baada ya siku ngapi akafanya mariage, akaoa. Baada ya siku ngapi akafanya nini? Akaweza kununua gari. Sasa anaanza enda kwa familia, anaenda maliwa wazazi wake wa kupikini. Samuyomba mtu alimwona akamwambia, nani alifungula kamba yangu? Amena. Kumbe hawa wazee wako na nguvu ya kufungua kile ambacho kinafungwa. Ni sisi ndio tunashindwa kuwapatia nini? Samani. Amena. Kwa sababu hawa ndio malaika ya kanisa. Neno wanayoisema ni lazima litimie. Amen. Mwomba mtu akamwambia ya kwamba, nani alikwambia ufungule kamba yangu? Kumbe Myomba ndio alifungaka ule mtoto asifanikiwake. Na ndio pale nakutanisha mtu ambaye anapokea Roho Mtakatifu anawaziaka kufanyia mwenzake mabaya kila siku. Ndio pale utakutanisha alito Pastor Amuri tusimamie. Hapana, sio kweli. Amen. Ayetu jie ndio kurani. Baba basi, mbona tufanye hata tumtoe, tumufunge kwanza, wala tumuue, atuachie kitu. Amen. Acha nikuambie kitu kimoja chenye saa zingine unaweza kuwa hujui. Unaweza wazia kukaa pale ni raha, lakini pale kuna mateso. Amen. Tuko kwenye gani ya kusema ukubali kufunguliwa? Amen. Ndipo kwenye tuko usipoteze teme yetu. Mahali pale ukiangalia utaona si sadaka zote wende wanasikulaka. Ndio maana matumbo zako zinavumbaka. Amen. Mchungaji, sadaka ya veni utakutanisha ayuzo hata pratiko yenye unapaka lako chiata. Amen. Lakini Mkristo atasema anakula sadaka zetu. Amen. Tena ukiangalia vivunja moyo ndio wengi, na hiyo vivunja moyo vinafananishwa na nguvu za shetani. Amen. Na laana ambao wanatembea nayo, kwa maana ukibaki katika laana, ndio pale kwenye ukiangalia maandiko matakatifu katika Ibrania sura 13 itakwambia wewe yule jana leo hata milele. Amen. Wewe uendelee yake uko pale pale uko kishetani. Laeli watoto wake waliweza kuangamia kwa wakati Herode alisema watoto wote wa miaka miwili waangamizwe. Laeli watoto wake kwa sababu walikuwa mabishita wakaendea maili mjaribu. Na ndio pale wanakutanisha Wakristo wanashindwa kusonga mbele, wanashindwa kuendelea kwa sababu Roho wa Mungu anakosekana ndani yao. Amen. Kubali kufunguliwa. Yesu aliambia wa mitume,
nendeni mkamfungue. Na kwa sababu aliona ya kwamba, akawaambia msikate kamba, kwa sababu unaweza kata kamba wakati kule iko natembea, watu watamkanyanga na watu wanaweza ile kule nashinda kutembea, anaweza kutanisha njia yake inashinda kuendelea, lakini alisema mfungue. Amen. Akusema mkate kamba, alisema tumfungue. Wewe na wewe kubali kufunguliwa ili Roho wa Mungu aikae ndani yako kwa wingi. Kwa maana kabla hujafunguliwa, hakuna roho atakaa ndani yako. Kwa maana Roho wa Mungu anakaa mahali patakatifu. Kwa maana yeye ni mtakatifu. Kama inafananishwa na laana ama na tabia mbaya ambazo zinazotufunga kila siku tusiendelee mbele. Tuko katikati yetu lakini chuki bado inaendelea. Tuko katikati yetu lakini mawazo mabaya tungaliki nayo. Kisha tunatamani aseme tujaze na Roho Mtakatifu. Ule yuko Roho Mtakatifu, ule ni Roho Mtakatifu. Ni roho ya fujo. Bwana tusaidie sana. Akamwambia seme tuweze kutoa kwanza kama tufungue. Na wewe ukimpandisha tena mikono wanapiga vita. Unataka kutuambia nini? Tumebana baba yetu mikono. Amen. Amen. Tumshike mkono ili tusongeze kazi ya Mungu mbele. Tumukumbatie ili tuweze kuangalia Mungu atafanya nini. Na Mungu ataendelea kututendea maajabu. Basi Mungu atubariki sana. Amen. Amen. Wanasema tumalizie. Yawezekana katika maisha yako tulikuwa tunasema kufunguliwa. Amen. Yawezekana katika maisha yako kuna haya mambo mengi bado ungali na kufunga. Ungali na chuki na mwenzako, hauna uvumilivu, wewe ndio ungali mkaidi. Simama tuombe pamoja. Simama tuombe pamoja. Ili Mungu akufungue. Yawezekana bado ungali na hasira ndani yako. Yawezekana bado ungali na kiburi ndani yako. Simama tumwombe Mungu.